Sema asante Bwana. Pigia Kristo makofi mazuri. Amen, amen. Hebu kabla nimlete dada yetu atubariki na wimbo nasema fungulie baraba. Kuna wimbo hapa tu, one single number niruhusu. Tubariki na wimbo huu mmoja. Alafu kabla wimbo kuna maneno mawili tu nataka tuyatafakari leo. Maneno mawili tu. Maneno mawili pekee yake. Nataka tutafakari. Maana unaweza ukayaona kama inafanana, lakini kuna tofauti kubwa sana. Kuna neno inaitwa kukiri na kutubu. Hiyo ni maneno mbili tofauti. Kuna tofauti ya kukiri na kutubu. Kukiri na kutubu. Hebu kwanza tusikie kitabu kile cha Yakobo. Sikiliza kitabu cha Yakobo 5 mstari wa 16. Yakobo 5 mstari wa 16 inasema hivi. Yakobo 5, the book of James. The book of James. Yakobo 5 mstari wa 16 inasema, ungameni dhambi zenu nyinyi kwa nyinyi na kuombeana mpate kuponywa. Kuomba kwake mwenye haki kwafaa sana, akiomba kwa bidii. Sasa mimi yangu ilikuwa ni pale mstari wa kwanza 16a. Wachana na 16b. Nataka 16a. Waraka wa Yakobo 5 mstari wa 16. 16a. Hiyo mstari ya kwanza. Narudia tena. Ungameni dhambi zenu nyinyi kwa nyinyi na kuombeana mpate kuponywa. Baba, ni kwa jina lako Yesu nakushukuru mfalme kwa wema na ukuu wako. Takatifu Mungu wa mbinguni, hakuna wa kufananisha na wewe. Libarikiwe na litukuzwe jina lako. Hata ni kwa ajili ya hii kusanyiko. Wamekusanyika hapa Bwana. Yote ni kwa ajili ya utukufu wa jina lako. Naomba Kristo Yesu kutana na mahitaji yao. Onekana juu ya kila mmoja. Kristo ukaseme nao kwa njia inayoweka. Ewe Roho Mtakatifu wa Mungu, ukahudumie kila mmoja wetu. Roho ya kuchanganyikiwa na ifunga na kuikemea kwa jina lako Yesu. Roho ya kudharau neno lako, roho ya kukufuru ninaifunga na kuinyamazisha kwa jina lako Yesu. Na kualika Roho Mtakatifu wa Mungu uweze kuwa pamoja nasi mahali hapa. Ukahudumie kila mmoja wetu. Kwa jina lako Kristo, Bwana na Mwokozi wa maisha yetu, tumeomba na tumeamini. Wote kwa pamoja sema naye. Nikupigia Yesu makofi tena. Pigia Yesu makofi mazuri. Nimekuambia hivi, kuna hiyo maneno mawili. Kuna neno inaitwa kukiri na kutubu. Sasa sikiliza tofauti yake. Sikiliza tofauti yake. Kukiri ama kukonfess. Kukiri ama kukonfess. Ni mtu anakubali mbele za watu yale maovu aliyoyatenda. Hiyo ndio inaitwa kukiri ama kukonfess. Unakubali mbele za watu makosa ama maovu uliyoyatenda. Ulipogia mkono kama tumeelewana kwa hiyo. Hiyo ndio inaitwa kukiri ama kukonfess. Na ya pili inaitwa kutubu. Kutubu ni kujuta na kuomba msamaha kwa yale maovu uliyoyatenda. Sasa sikiliza tofauti zake sasa. Nimekwambia kutubu ni kujuta na kuomba msamaha kwa yale maovu uliyoyatenda. Sasa nataka usikilize tofauti yake. Mtu anaweza akakiri na akose kutubu. Na nitakupa mfano mzuri. Mtu anaweza akakiri akakubali yale maovu aliyotenda na akose kuomba msamaha. Mfano mzuri, Alisababu. Wao unasikia wanafanya sabulisi mahali. Baada ile sabulisi labda ni mlipuko imetokea mahali. Baadaye Alisababu wanajitokeza, wanakiri ya kwamba wao ndio wamesababisha ile sabulisi. Na waombi msamaha. Wamekubali wao ndio wamefanya hao maovu, lakini hawaombi msamaha. Sasa wangapi tunaelewana sasa? Kwa hivyo mtu anaweza kiri na akose kuomba msamaha, lakini hawezi tubu bila kukiri. Sijui kama unapata pointi yangu sasa. Hawezi kutubu bila kukiri. Ndio uweze kutubu lazima ukiri. Sasa ukishakiri ndio unaomba sasa, baadaye unaomba msamaha. Unaonyesha majuto. Lakini kuna watu wanatenda maovu na wanakubali kabisa ndio walitenda hayo maovu, lakini hawaombi msamaha, hawajuti. Unasikia mtu anasema mimi siwezi juta kwa yale nilifanya. Nilikuwa nalipiza kisasi. Mimi nilikuwa nalipiza kisasi. Yale aliyokuwa amenifanya ndio maana mimi nikamfanyia hivyo. Kwa hivyo sijuti. Wengine hata huwa naojiwa pale gerezani, pale Kamiti. Mtu ako gerezani anakubali kabisa ile maovu alifanya na anasema sijuti. Sijuti vile nilifanya. Hata kuwa gerezani sijuti.
kwa sababu nalipia ile maovu niliyoifanya. Nilikuwa nalipisha kisasi. Sasa wangapi wananielewa sasa? Kwa hivyo hauwezi tubu pasipo kukiri, lakini unaweza ukakiri na ukose kutubu. Unaweza ukakiri na ukakosa kutubu. Nimekuambia mfano mzuri kwa sababu wanakiri, wanakubali, wanajitokeza, wanasema sisi ndio tumefanya hilo za polisi, lakini hawajuti wala hawaombi msamaha. Sasa sikiliza jinsi Biblia inavyosema. Kile kitabu cha Warumi 10 mstari wa 10. Biblia inasema nini? Hebu sikiliza jinsi Biblia inavyosema. Sikiliza vile Biblia inavyosema. Kama uko na Biblia. Warumi 10 mstari wa 10. Warumi 10 mstari wa 10. Inasema hivi. Nasema hivi. Kwa maana kwa moyo mtu huamini hata kupata haki, na kwa kinywa hukiri na hata kupata wokovu. Kwa kinywa mtu anakiri, kwa kinywa mpaka ukiri kwa kinywa chako. Leo hii unakuta wengi hawataki kukubali makosa yao, hawataki kukubali yale maovu waliyotenda, mpaka inafikia mahali mtu amekuwa mgonjwa, amelazwa kitandani ya jiwezi. Wakati anakaribia kukata roho, ndio nasikia anaita watu, enda uniitie mtu fulani, there is something I want to confess. Wakati anakaribia kukata roho, anasema niitiwe mtu fulani, kwa sababu kuna jambo fulani nataka kukiri. Labda aliua, ndio maana kapata na ile janga. Sasa huko kitandani, yuko hali mahututi. Wakati anakaribia kukata roho, ndio anaita watu, anawaambia watu, jamani, there is something I want to confess. Yaani kuna jambo nataka kukiri mbele zenu. Mimi ndio nilifanya hivi na hivi. Mnaona yule jirani alipotea, mimi ndiye huwa najua kitu gani kilikula huyo jirani. Anakuja kukiri akiwa too late. Labda angekiri mapema na aombe msamaha, labda angepona, angekufa. Ulipoongea mkono. Ndio maana wewe nakwambia mpendwa, ile dhambi uliyoitenda, wewe mwenyewe unajua kuna uovu fulani ulifanya mahali fulani. Usipokiri angalau kwa mtu mmoja unayemwamini, hiyo dhambi itaendelea kukusumbua. Hiyo dhambi itaendelea kukusumbua ndani ya moyo wako. Inatakiwa angalau utafute mtu mmoja unayemwamini, ukiri mbele zake. Kama unaogopa kukiri mbele za watu, basi tafuta mtu mmoja ambaye unayemwamini. Ukiri, maana ni kwa kinywa. Usipokiri kwa kinywa mpendo, najua kuna wengine hapa unasema wameokoka, lakini kuna maovu ulifanyanga zamani na hujawahi kiri hata mbele za mtu hata moja. Bado imebakia kuwa siri yako. Ulitoa mimba dada, ulitoanga mimba, haujawahi kiri mbele za mtu yeyote, ulitoanga mimba. Hiyo ujue bado, hiyo dhambi bado, na inaweza ikazuia. Nitakuelezea baadaye yale mambo inasababishwa na zile dhambi ambazo hujawahi kiri mbele za mtu. Unasema umeokoka, lakini kuna uovu, kuna jambo ulitenda zamani zile, haujawahi kiri mbele za mtu. Hata nilifanya hivi na hivi na hivi. Kukiri na kuaga muhimu sana, maana kukiri huwa inafanya moyo wako unapona. Unipungia mkono. Huwa inafanya moyo wako unapona. Maana unapoona wakati unapokuja kukiri, sasa huwa inafuata sasa ile majuto. Unaanza kujuta kwa nini ulifanya jambo fulani. Unaanza kujuta kwa nini ulifanya jambo fulani. Sasa sikiliza. Kuna mambo ambayo huwa inasababishwa. Kuna mambo ambayo huwa inasababishwa na hiyo dhambi ambayo unaiweka moyoni. Haujawahi kiri mbele ya mtu yeyote. Jambo la kwanza linasababishwa na hiyo dhambi ambayo haujawahi kiri mbele za mtu. Jambo la kwanza linasababishwa na hiyo dhambi ambayo hujawahi kiri mbele za mtu yeyote. Magonjwa. Wapi Mhubiri? Kitabu cha Marko 2 mstari wa 5. Marko 2 mstari wa 5. Wasomo wa Biblia wanajua mara nyingi Yesu alikuwa anakutana mgonjwa. Anamwambia mgonjwa, imani yako imekuponya. Anakutana kipofu, anamwambia imani yako imekuponya. Ule mgonjwa anakuwa mzima. Lakini sasa ukisoma Marko 2 mstari wa 5, sasa hii inakuwa tofauti. Hii kesi inakuwa tofauti na zingine. Ni mgonjwa ambaye alikuwa jiwezi, alikuwa amepooza kwa muda mrefu, amepooza. Sasa watu wake walimbeba kwa godoro, wakampeleka kwa Yesu. Walipofika pale, walikuta watu wameziba mpaka mlango, hakuna mahali pa kupitia. Ilibidi wapande juu ya paa, wakatoa matofali,
alafu akateremsha ule mgonjwa mpaka miguuni mwa Yesu. Yesu alipoona imani waliokuwa nayo, akamwangalia ule mgonjwa, akamwambia, umesamehewa dhambi zako. Mbona hii imekuwa tofauti na kwingine? Wagonjwa wengine, kwa wagonjwa wengine wote Yesu alikuwa anawaambia, imani yako imekuponya, imani yako imekuponya. Lakini kwa huyu pekee kesi inakuwa tofauti. Anamwambia umesamehewa dhambi zako, na mara hiyo akawa mzima. Kumbe ni dhambi ilikuwa imemfunga katika ile hali. Kumbe ni dhambi ilikuwa imesababisha ule mtu kuwa katika ile hali. Kwa hivyo dhambi inaweza sababisha magonjwa, na ndio maana Daudi anasema hivi, kitabu kile cha Zaburi 32 mstari wa pili. Zaburi 32 mstari wa 3 na wa 5. Zaburi 32 mstari wa 3 mpaka wa 5. Daudi anasema hivi, vile alivyonyamazia dhambi yake, vile alivyonyamaza kwa ajili ya dhambi zake, ndivyo mifupa yake iliendelea kuungua ndani yake. Kumbuka Daudi alitenda dhambi na mke wa jirani, anapo akaifunikia. Daudi anasema vile alivyonyamazia ile dhambi, akakosa kuikiri mbele za watu, vile alivyonyamazia ile dhambi ndio iliendelea kusababisha mifupa ya mwili wake ikaendelea kuungua. Kwa hivyo dhambi ambayo unaificha, dhambi ambayo haujawahi kiri mbele za mtu yoyote, inaweza sababisha magonjwa. Ndio maana unakuta wengine wanagojeka wakati mtu yuko hali mahututi, ndio anaita watu, anawaambia jamani, there is something I want to confess. Kumbe labda hiyo dhambi aliyoitenda amenyamazia hiyo miaka yote, labda ndio imemfanya amekuwa hiyo hali. Kwa hivyo dhambi inaweza sababisha magonjwa mengine. Sio kila ugonjwa ni ya kawaida, mengine inasababishwa na dhambi. Ukitubu dhambi zako, ukikiri, unakuwa mzima. Amen. Kwa hivyo sio kila magonjwa useme ati ni laana, sio kila magonjwa useme ni ya babu. Magonjwa mengine hujaribu kwa mababu, magonjwa mengine sio laana, magonjwa mengine inasababishwa na dhambi. Wewe kiri na utubu dhambi zako, utakuwa mzima. Amen. Unipungie mkono. Pigia Yesu makofi mazuri. Jambo la pili inasababishwa na dhambi. Jambo la pili inasababishwa na hiyo dhambi unaitenda. Dhambi huzuia maombi yako kujibiwa. Hiyo dhambi ambayo ulitenda na hujawahi kiri, inaweza ikazuia maombi yako kujibiwa. Kumbuka Mungu anasema hivi, Injili ya Yohana 9 mstari wa 31. Yohana 9:31. Anasema Mungu hasikii maombi ya mwenye dhambi. Mungu hasikii maombi ya mwenye dhambi. Kwa hivyo kama kuna mahali umejichanganya, kama kuna dhambi umetenda haujawahi kiri, usitarajie Mungu ajibu maombi yako. Kama unataka Mungu ajibu maombi yako, wewe kiri dhambi zako na utubu, maombi yako itajibiwa. Amen. Unipungia mkono, tunaelewana? Kwa hivyo kuna mambo mengine imekuwa delayed kujibiwa, mpaka leo hujawahi jibiwa maombi yako. Kumbe kuna dhambi ulitenda hujawahi kiri. Labda ulitoanga mimba, labda ulichezea binti ya wenyewe ukapachika mimba, alafu baadaye ukampea pesa afanye abortion. Labda hiyo ndio imekusababisha hiyo mambo yako mpaka leo hujajibiwa. Kuna jambo umemuomba Mungu kwa muda mrefu hujajibiwa. Labda kuna dhambi ulitendaka haujawahi kiri kwa mtu yeyote. Labda hiyo ndio inasuia maombi yako isijibiwa mpaka leo. Unajaribu kuomba maombi yako ijajibiwa. Tubu tu. Yaani ukiri na ungame dhambi zako, Mungu atayajibu maombi yako. Soma kitabu cha Zaburi 66 mstari wa 18. Hebu nikusomee hiyo. Zaburi 66 mstari wa 18. Zaburi 66. Sikiliza hivi vile Daudi anavyosema. Daudi anasema hivi 66 mstari wa 18 na 20. Nasema hivi, kama ningeliwaza maovu moyoni mwangu, Bwana asingesikia. Hakika Mungu amesikia, ameisikiliza sauti ya moyo wa maombi yangu. Na ahimidiwe Mungu asiyekataa maombi yangu wala kuniondolea fadhili zake. Daudi anasema ningelikuwa nimetenda uovu, Mungu angesikia maombi yangu. Hiyo ni baada ya kutubu dhambi zake.
alipokuja kurealize ya kwamba ametenda dhambi, ametenda maovu mbele za Mungu, Daudi alikuwa na moyo wa kunyenyekea, na ndio maana Mungu anasema anapendezwa, akasema anapendezwa na Daudi. Ndio maana leo anaitwa Mungu wa Daudi. Kwa nini Yesu anaitwa mwana wa Daudi? Yesu, kwa nini Yesu anaitwa mwana wa Daudi? Maana Daudi alikuwa mwepesi wa kunyenyekea na kutubu dhambi zake. Angejua tu kabisa kuna mahali amekosea Mungu, alikuwa mwepesi wa kuungama. Alipokatazwa na Mungu kuhesabu watu, alafu naye kaenda kumwahesabu kinyume na mapenzi ya Mungu, Daudi alipojua amekosea, mpaka alimwambia malaika wa Mungu, zuia upanga wako. Hawa watu hawako kukosea, hakuna haja uangamize hawa, niangamize mimi na nyumba yangu, mimi ndio nilikosea mbele zako. Yaani Daudi alikuwa mwepesi wa kutubu dhambi zake. Ulipoongea mkono kama tuko pamoja. Kwa hivyo dhambi inaweza zuia maombi yako isijibiwe. Ndio maana ni vizuri kila wakati unapoenda mbele za Bwana kwa maombi, jambo la kwanza unatakiwa utubu dhambi zako. Amen, amen. Unapoenda mbele za Bwana kwa maombi, kitu cha kwanza, tubu dhambi zako. Tubu dhambi zako kwanza, mwambie Mungu, nisamehe yale maovu yote nimetenda mbele zako, yale maovu yote nimetenda mbele zako, naomba unisamehe, ndio uweze kupata kibali mbele za Mungu, maana Mungu hasikii maombi ya mwenye dhambi. Amen. Kwa hivyo inabidi unapoenda mbele za Bwana, jambo la kwanza ujitakase na utubu dhambi zako. Jambo la tatu inasababishwa na dhambi ni mauti. Dhambi hiyo, dhambi ambayo ulitenda na bado hujawahi kiri, vile unavyoinyamazia, mwisho itakuletea mauti. Warumi 6 mstari wa 23. Warumi 6:23 anasema, kwa kuwa mshahara wa dhambi ni mauti, bali karamu ya Mungu ni uzima katika Kristo Yesu. Mshahara wa dhambi ni mauti. Yaani hiyo dhambi ulitenda, haujawahi kiri mbele za mtu, haujawahi tubu hiyo dhambi, mwishowe itakuletea mauti. Mfano mzuri, turudi tu kwa Daudi. Baada ya kutenda kile kitendo na mkewe jirani Bathsheba, unajua ile uovu Daudi alitenda ilisababisha ule mtoto aliyezaliwa na Bathsheba, jambo la kwanza alikufa. Jambo la pili, Mungu akamwambia Daudi, upanga hautaondoka katika nyumba yako. Kwa sababu ya ile uovu Daudi alitenda, upanga haukuondoka kwa nyumba yake. Vijana wake Daudi walianza kuchinjana wenyewe kwa wenyewe. Mmoja anaambia ndugu yake, wacha tukakate kondoo manyoya, twende tukatoe kondoo manyoya. Ndugu yake ameinama, anatoa kondoo manyoya, kumbe hana habari mwenzake amekuwa na kisasi na yeye, yuko nyuma na panga, amkamkata mwenzake, kichwa ikaruka huko, mwili kabaki huko. Na ni vijana wa Daudi, kwa sababu ya ile kitendo alifanya, kumwaga damu isiyokuwa na hatia ya Uria. Kwa hivyo dhambi itakuletea mauti kwako wewe na hata kwa wajumba yako, kwa sababu ya uovu yako. Kwa hivyo ni vizuri ujichunguze, usije ukaleta balaa kwa watoto wako kutokana na ile dhambi ulitenda wewe mwenyewe, haujawahi kiri. Ulitenda ile dhambi ukiwa kijana, sasa hivi umekuwa mzee, uko na mvi, haujawahi kiri. Labda wewe ndio unajua jirani yako alipotea namna gani. Sasa hivi miaka yote wana kijiji wanamtafuta, mpaka kwa gazeti hajawahi julikana yule jirani aliendaga wapi. Kumbe wewe ndio unajua alipotea namna gani. Uliwa na ukazika kwenye shamba la kahawa na ukanyamaza. Sasa ile ni siri yako, hiyo itakusumbua, itakuletea balaa mpaka kwa uzao wako. Usipokiri na kutubu, dhambi itakuletea mauti. Ulipungua mkono wa tunaiona. Sikiliza jambo la 4. Sikiliza jambo la 4 inasababishwa na dhambi ambayo hujawahi kiri. Dhambi itaharibu ushirika wako na Mungu. Isaya 59 mstari wa 2. Usikiliza. Isaya 59 mstari wa 2. Sikiliza wewe mwenyewe ile Biblia inavyosema. Sikiliza. Maana watu wanapendaga sana ile mstari ya kwanza, tazama mkono wa Bwana au kupungua wala usikio lake si nzito. Hiyo ndio watu wanapenda. Sasa sikiliza mstari wa 2. Isaya 59 mstari wa 2 anasema, lakini maovu yenu yamewafarakisha nyinyi na Mungu wenu, na dhambi zenu zimeuficha uso wake, msione, hata hataki kusikia. Kwa hivyo dhambi itaharibu ushirikiano wako na Mungu. Dhambi itaharibu ushirika wako na Mungu,
maana Mungu ni mtakatifu na hawezi shiriki na kitu chafu. Amen. Mungu ni mtakatifu, hawezi shiriki na kitu chafu. Unapotenda dhambi Mungu anakuondokea. Unapojichanganya Mungu anakuondokea. Mfano mzuri, Adamu na Hawa kwenye bustani la Edeni, walipotenda dhambi Mungu aliwaondokea, mpaka akawafukuza kwenye bustani la Edeni. Mungu aliwafukuza, yaani ile dhambi iliharibu ushirika wao na Mungu. Dhambi haujawahi kiri, haujawahi tubu, itaharibu ushirika wako na Mungu. Unipungie mkono. Inua mkono wako wa kushoto, sema asante Yesu. Inua mkono wa kulia, sema asante Bwana. Hebu pigia Kristo makofi mazuri. Sikiliza, jambo la tano inasababishwa na dhambi. Jambo la tano, dhambi itakunyima amani. Ile dhambi ambayo hujawahi kiri, haujawahi tubu mbele za watu, itakunyima amani. Unajua kuna kitu kibaya kama dhambi ya siri. Maana ile dhambi ya siri itakuwa inaumiza moyo wako. Ni wewe pekee unaumia moyoni. Wewe mwenyewe ndiye unajua ile siri, wewe ndiye unajua vile ulifanya. Kwa hivyo wewe pekee ndiye utakuwa unaumia. Ndio maana nikwambia hivi, unapokiri na kutubu ile dhambi inafanya moyo wako unakuwa na amani. Amen. Unasikia ni kama umebeba ule mzigo kwa muda mrefu. Sasa baada ya kukiri na kutubu, unasikia moyo wako umekuwa mwepesi. Amen. Unipungia mkono watu na lewani. Kwa hivyo dhambi itakunyima amani. Kumbuka Kaini alipoua ndugu yake Abel. Mungu alimwambia, na wewe umeua ndugu yako Abel. Sikiliza Kaini, ili adhabu nitakupea. Utazunguka hii dunia utakosa amani. Tena kuweka alama. Mtu yeyote akikuona sije atakuua. Utahangaika hii dunia. Yaani Mungu alimlaani Kaini, roho ya kuhangaika, akakosa amani. Ulipoongea mgoni. Kwa hivyo dhambi inaweza kukunyima amani. Kila unapokumbuka yale uliyoyatenda, yanakuhukumu moyoni mpaka huwezi pata usingizi. Kwa hivyo kama najua kuna maovu ulitendana, wewe kiri, hata kama ni kwa mtu ambaye unamwamini sana, wewe kiri na utubu mbele za Mungu, utapata amani moyoni. Amen. Amen. Kile kitabu cha Isaya 48 mstari wa 22. Isaya 48 mstari wa 2. Hebu sikiliza, hii ni muhimu sana. Sikiliza, hii ni muhimu sana. Isaya 48 mstari wa 22. Anasema hivi, hapana amani kwa wabaya, asema Bwana. Isaya 48 mstari wa 22. Mungu anasema hivi, hapana amani kwa wabaya, asema Bwana. Yaani kwa watu wabaya hakuna amani. Na ndio maana ukiangalia Jabazi hawezi kuwa na amani. Hawezi ukaangaisha watu usiku mzima alafu Mungu akupe amani. Utakuwa unakimbia pasipo kukipishwa na mtu. Maana wewe ni mjabazi. Ukitembea hivi kule mbele unaona mtu, hata labda ni soja tu wa kawaida, lakini amevaa kofia inafanana na askari. Ukiona unafikiria ni habari, unapata gongo. Utakimbia pasipo kukimbishwa, au utakuwa na amani. Wewe endelea kunyonga watu usiku, endelea kupiga watu ngeta, lakini ujue hii dunia utahangaika kama vile Kaini, hautakuwa na amani. Ndio maana jabazi hanaga makao maalum. Sio rahisi jabazi alale kwa nyumba yake. Leo analala Kibera, kesho Korokocho, kesho ingine Kawangware. Hawezi lala mahali pamoja jabazi. Anafikiria maaskari wanamfuata. Anafikiria maaskari wanamtrace. Hata simu hawezi tumia kwa siku moja. Ndio maana majabazi wanakuwa na gari nyingi. Ananunua ilaini, anaitumia anaitupa. Maana anafikiria maaskari wanamfuata. Hawezi kuwa na amani. Mimi ile laini nilichukua mara ya kwanza wakati safari kwa miliada, mpaka leo ninatumia. Sijawahi badilisha laini yangu. Na mimi sina laini mbili. Laini moja peke yake. Sina laini mbili. Na sijawahi badilisha. Mimi nafikiria hata safari kwa Mwataguza siku moja walipo zawadi. Hiyo miaka yote mimi sijawahi badilisha laini yangu. Lakini jabazi hawezi kuwa na laini moja. Na ukiona hata mtu anasema ameokoka, ako na laini moja, laini mbili, laini tatu. Hai! Ukishaona amepita laini tatu,
mbili ni sawa, tunaweza fikiria uko na Safaricom na Airtel. Lakini sasa ndugu yangu, Safaricom uko na laini 3 ya Safaricom. Ya kazi gani kusema ukweli? Wewe ni mkora wewe, wacha kujificha kwa kama kondoo bwana. Laini 3 ni za kazi gani? Hata ni za biashara. Biashara gani? Hapa huwezi fanya na hiyo laini moja. Oh, sisi tuko na laini moja, hatufanyaki biashara Sasa ukiona mtu ameanza kuwa na laini 2, laini 3, laini 4, kuwa na wasiwasi na mtu kama huyo. Kama ako na laini 2, hiyo inaeleweka. Lakini kishapita laini 3, laini 4, huyo ni jambazi. Mwizi ndio hawezi kuwa na laini moja. Anajua maaskari wanamfuata, anatumia hii, anaitupa, ananunua nyingine. Na ndio maana at least hata hii labda hii huduma namba itakuja kusaidia kwa mambo mengine. Labda huduma namba itakuja kuziba mashimo mengine kama haya. Sio tunatumia laini, unaregister laini, unatenda maovu, alafu unaitupa, unaenda unanunua laini nyingine. Huduma namba labda itasaidia, itaziba mashimo kama haya. Hata ukijaribu kujificha bado utakuwa unafuata mahali ulipo. Sasa kama wewe kuna dhambi umewahi tenda, haujawahi kiri, haujawahi tubu, itakunyima amani. Hauwezi kuwa na amani. Sasa sikiliza. Nataka unisikilize kwa makini sana. Kuna ndugu moja alikuwa chef. Chef ni wale wapishi. Kama wale wanapika zile hoteli kubwa kama Hilton, wanafaaga tokofia ingine ajabu ajabu, wanaitwa chef. Wangapi wanajua watu hao wanaitwa chef? Sasa alikuwa ameajiriwa kwa boma ya tajiri fulani. Alafu huyu chef ama huyu mpishi alikuwa anaingia asubuhi, anatoka jioni. Alafu kuna chef mwingine alikuwa anaingia jioni, anatoka asubuhi. Si unajua kwamba za matajiri kuna pikwa kila wakati. Tajiri anaweza kuja saa 4, ile chakula imepikwa, hataki hiyo, anataka ingine. Kwa hivyo lazima kuwe na mpishi kila wakati. Sasa walikuwa wapishi wawili. Mmoja anaingia asubuhi mpaka jioni. Alafu mwenzake anaingia jioni mpaka asubuhi. Sasa huyu jamaa alikuwa anaingia mchana, yani asubuhi mpaka jioni. Siku moja kukawa na wageni kwenye ile boma. Ile tajiri akatembelewa na wageni. Sasa ule jamaa alikuwa na kazi nyingi sana ya kuandaa chakula, ile wanaita mapocho. Yaani chakula cha kila aina. Kuna pilau, kuna kuku, kuna samaki. Yaani wale wageni wameandaliwa kila aina ya chakula. Baada ile siku ilipofika saa ya kwenda nyumbani, jamaa akaingiwa na tamaa ya kuku. Akakumbuka kwa fridge kuna kuku wengine sana, wengi walibakia kwa fridge. Sasa jamaa akaingiwa na tamaa, akaonelea aibe kuku moja akakulia nyumbani kwake. Kwa hivyo jamaa aliingia ndani, akaangalia kila upande, haoni mtu. Akafungua fridge, akachukua kuku moja, akafunga na jacket yake. Akaifunga na jacket. Najua hii naenda kusikia mzuri na mimi pia. Vile wageni walikuwa nasikia, na mimi naenda kuenjoy kwa nyumba. Jamaa akatoka na akaenda nyumbani. The following day, jamaa aliingia kazini kama kawaida. Endelea na shughuli zake mpaka jioni. Ikafika saa ya kwenda nyumbani. Alipofika kwa geti, akakuta ule chef mwenzake anamngojea pale kwa geti. Yule chef mwenzake akamwambia, "Ise, usijione mjanja sana. Usijione mjanja. Jana nilikuona. Uliiba kuku na ukafunga na jacket na ukaenda naye nyumbani. Na ujue hii bosi akijua hiyo fire, tena unaweza ukalipia hiyo uovu. Kwa hivyo nataka tuelewane. Kama utaki niende kuambia boss, nataka tuelewane. Tumebakiza siku tuchukue mshahara. Sasa tuelewane. Mshahara yako tunagawana nusu kwa nusu." Jamaa akasema hapana, haiwezekani. Yaani kuku moja pekee, kuku moja
alafu nilipe na mshahara yangu nusu, haiwezekani. Mwenzake akamwambia okay, basi wacha niende nikwambie bosi, niiba kuku. Wakati alikuwa anaenda kufungua mlango aingie, akamwambia nimekubali. Walipopokea mshahara, jamaa alikuta mwenzake kwa geti anamngojea. Alimfanyia mkono tena mwe. Kumbuka kuku. Jamaa hakuna lingine. Mshahara yake nusu kwa nusu akapatia mwenzake. Jamaa akifikiria imeisha hivyo, akifikiria sasa ashalipia ile kuku. Wapi? Yule tajiri alikuwa muungwana sana. Kila wakati wa sikukuu alikuwa anawapatia wafanyakazi zawadi. Sasa siku hiyo ilikuwa ni sikukuu, akawafanyia shopping na zawadi zingine nyingi, kila mtu apeleke nyumbani. Jamaa alipokuwa amebeba shopping yake na zawadi, anafurahia anaenda nyumbani, akakuta mwenzake kwa geti anamngojea. Akamwambia vipi bwana? Haraka ya wapi?